Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imepewa mamlaka na jukumu la kuchunguza, kupitia mipaka na kugawa majimbo ya uchaguzi katika Jamhuri ya Muungano. Aidha, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 18 ibara ndogo ya kwanza kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 18 kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024, kupitia vyombo vya habari, tume ilitoa tangazo kuutaarifu umma kuhusu kuanza kwa mchakato wa kugawa au kubadili majina ya majimbo ya uchaguzi kuanzia tarehe 27 Februari hadi 26 Machi 2025. Tangazo hilo liliweka utaratibu na vigezo vitakavyozingatiwa na tume wakati wa kugawa au kubadili majina ya majimbo ya uchaguzi. Kufuatia tangazo hilo, tume ilipokea jumla ya maombi 34 ya kugawa majimbo ya uchaguzi na maombi 10 ya kubadili majina ya majimbo. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kupokea maombi na kwa kuzingatia kanuni ya 18 ndogo ya 5 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024, tume ilitembelea na kufanya vikao na wadau katika baadhi ya majimbo yaliyoomba kugawanywa pamoja na majimbo yote yaliyoomba kubadilishwa majina ili kujiridhisha na taarifa za maombi zilizowasilishwa tume. Leo tarehe 12 Mei 2025 tumewaita ili tuwatangazie majimbo yaliyogawanywa, majimbo yaliyobadilishwa majina, idadi ya majimbo yote kwa ajili ya uchaguzi wa wabunge na idadi ya kata zote kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Majimbo mapya ya uchaguzi yaliyoanzishwa. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na vigezo vya ugawaji wa majimbo vilivyoainishwa, tume imezingatia zaidi vigezo 4 ambavyo imevipa uzito kwenye mchakato wa ugawaji wa majimbo. Vigezo hivyo ni A, idadi ya watu, ambapo kwa majimbo ya mjini kigezo kilikuwa kuanzia watu 600,000 na kwa majimbo ya vijijini ilikuwa kuanzia watu 400,000. B, uwezo wa ukumbi wa bunge, kwamba kwa sasa ukumbi wa bunge una uwezo wa kuchukua wabunge wapya wangapi. C, idadi ya wabunge wanawake wa viti maalum. Na D, jimbo moja la uchaguzi kutokuwa katika wilaya au halmashauri 2. Hivyo, kwa kuzingatia vigezo hivyo na masharti ya ibara ya 75 ibara ndogo ya kwanza, ya pili na ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, ikisoma pamoja na kanuni ya 18 ndogo ya 7 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024, baada ya kuchakata maombi husika, tume imekubali na kuanzisha majimbo mapya 8 yafuatayo. Mkoa wa Dar es Salaam yameanzishwa majimbo mapya 2 kama ifuatavyo. Mosi, jimbo la uchaguzi la Ukonga limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Kivule. Na pili, jimbo la uchaguzi la Mbagala limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Chamazi. B, mkoa wa Dodoma limeanzishwa jimbo jipya 1 ambapo jimbo la uchaguzi la Dodoma mjini
limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Mtumba. C. Mkoa wa Mbeya limeanzishwa jimbo jipya moja ambapo jimbo la uchaguzi la Mbeya mjini limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Uyole. D. Mkoa wa Simiyu limeanzishwa jimbo jipya moja ambapo jimbo la uchaguzi la Bariadi limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Bariadi mjini. E. Mkoa wa Geita yameanzishwa majimbo mawili kama ifuatavyo. Mosi, jimbo la uchaguzi la Busanda limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Katoro. Na pili, jimbo la uchaguzi la Chato limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Chato Kusini. F. Mkoa wa Shinyanga limeanzishwa jimbo jipya moja ambapo jimbo la uchaguzi la Solwa limegawanya na kuanzisha jimbo jipya la uchaguzi la Itwangi. Majimbo ya uchaguzi yaliyobadilishwa majina. Ndugu waandishi wa habari, tume imebadili majina ya majimbo ya uchaguzi 12 kama ifuatavyo. A. Mkoa wa Geita, halmashauri ya wilaya ya Chato. Baada ya kugawanya jimbo la Chato na kuanzisha jimbo jipya la uchaguzi la Chato Kusini, jimbo la sasa la Chato limebadilishwa jina, litaitwa jimbo la uchaguzi la Chato Kaskazini. B. Mkoa wa Kagera, halmashauri ya wilaya ya Misenyi. Jimbo la uchaguzi la Nkenge limebadilishwa jina, sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Misenyi. C. Mkoa wa Katavi, halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Jimbo la uchaguzi la Mpanda vijijini limebadilishwa jina, sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Tanganyika. D. Mkoa wa Kigoma, halmashauri ya wilaya ya Kakonko. Jimbo la uchaguzi la Buyungu limebadilishwa jina, sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Kakonko. E. Mkoa wa Simiyu, wilaya ya Bariadi. Baada ya jimbo la Bariadi kugawanywa na kuanzisha jimbo jipya la uchaguzi la Bariadi mjini, jimbo la sasa la Bariadi limebadilishwa jina, sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Bariadi vijijini. F. Mkoa wa Singida. Majimbo 5 ya uchaguzi yamebadilishwa majina kama ifuatavyo. Mosi, halmashauri ya Manyoni. Jimbo la uchaguzi la Manyoni Mashariki limebadilishwa jina, sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Manyoni. Pili, halmashauri ya wilaya ya Singida. Jimbo la uchaguzi la Singida Kaskazini limebadilishwa jina, sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Ilongero. Tatu, halmashauri ya wilaya ya Itigi. Jimbo la uchaguzi la Manyoni Magharibi limebadilishwa jina, sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Itigi. 4, halmashauri ya wilaya ya Ikungi. Jimbo la uchaguzi la Singida Mashariki limebadilishwa jina, sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Ikungi Mashariki. 5, halmashauri ya wilaya ya Ikungi. Jimbo la uchaguzi la Singida Magharibi limebadilishwa jina, sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Ikungi Magharibi. G. Mkoa wa Tabora, halmashauri ya wilaya ya Uyui.
Jimbo la uchaguzi la Tabora Kaskazini limebadilisha jina, sasa litaitwa Jimbo la uchaguzi la Uyui. Na mkoa wa Tanga, halmashauri ya wilaya ya Handeni Vijijini, Jimbo la uchaguzi la Handeni Vijijini limebadilishwa jina, sasa litaitwa Jimbo la uchaguzi la Handeni. Idadi ya majimbo ya uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na kuongezeka kwa majimbo ya uchaguzi mapya 8 kama nilivyoeleza awali, napenda kuwatangazia kuwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 jumla ya majimbo ya uchaguzi 272 yatatumika kwa ajili ya uchaguzi wa wabunge katika Jamhuri ya Muungano. Kati ya majimbo hayo 222 yapo Tanzania bara na 50 yapo Tanzania Zanzibar. Orodha ya majimbo yote itachapishwa na kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Idadi ya kata za uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 5 kidogo cha 4 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, napenda kutangaza rasmi kwamba jumla ya kata 3960 zitatumika kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani kwa Tanzania bara katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kata hizo 3960 ni ongezeko la kata mpya 5 za Ngereyani na Sinokik katika halmashauri ya wilaya ya Longido, na kata za Mopi, Bwawani mjini na Shela katika halmashauri ya mji Rufiji, ambazo zilianzishwa na waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa. Orodha ya kata zote za Tanzania bara itachapishwa na kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Hitimisho. Ndugu waandishi wa habari, napenda kutumia fursa hii kwa taarifa wananchi kuzingatia mabadiliko haya ya maeneo ya uchaguzi ili waweze kutumia haki yao ya msingi ya kushiriki, kugombea na kupiga kura siku ya kupiga kura itakapofika. Ndugu waandishi wa habari, mwisho napenda kutoa wito kwa wananchi wote kujitokeza kwa wingi katika uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika awamu ya pili kwa mikoa 16 iliyobakia, kuhakiki taarifa zao katika daftari la awali la wapiga kura linaloweka wazi katika kila kituo, na kujiandaa vyema kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Asanteni sana kwa kunisikiliza.